Mapenzi ya dereva wa bodaboda msimu wa pili. Usisahau kulaiki, kukomenti, kusubscribe na kushare kama ni mara ya kwanza kupata simulizi sauti zetu. Fanya hivyo ili twende pamoja. Sasa tuendelee. Siku ziligeuka wiki zikawa miezi tangu Maria aondoke kurudi chuoni. Selemani alikuwa amezoea maisha bila yeye, lakini moyoni hakuwahi kuzoea upweke aliouacha. Kila alipompakia mteja wa kike mwenye harufu ya marashi ya darasa, alikuwa anamkumbuka Maria. Jioni moja akiwa anakagua tairi la nyuma la bodaboda yake mbele ya duka la Musa fundi, simu yake iliita. Maria calling. Alijikuta akitetemeka kabla hata hajapokea. Alikuwa hajaongea naye kwa muda mrefu. Alipojibu, sauti yake ilisikika dhaifu lakini ya uhakika. Maria, Sele, nipo njiani kurudi mjini. Kuna jambo nataka nikuambie uso kwa uso. Hakuhitaji maelezo zaidi. Mioyo yao, iliyochoka kwa shaka na umbali, ilianza kupiga kwa matumaini. Siku iliyofuata jioni, Selemani alimsubiri Maria katika uwanja wa basi. Alipomwona akishuka akiwa amevaa gauni jeupe na nywele zake zikiwa zimefungwa kwa uangalifu, moyo wake ulirukaruka kama bodaboda kwenye barabara ya mashimo. Lakini Maria hakuwa na furaha. Alikuwa tofauti. Maria, baba yangu ameshajua kila kitu. Kuhusu wewe. Kuhusu sisi. Na sasa ameniambia nichague familia yangu au wewe. Maneno hayo yaliingia ndani ya moyo wa Selemani kama kisubutu. Lakini hakushangaa. Aliyajua maisha. Aliyajua mapenzi ya kutoka kwenye familia zenye hadhi tofauti ni kama moto unaotaka kuwaka chini ya mvua. Selemani, kwa sauti ya upole, na wewe umechagua nini, Maria? Maria alimtazama. Macho yake yalikuwa mekundu kwa kulia. Aliinama na kusema kwa sauti ya maumivu. Maria, sijui. Sijui kama naweza kukuacha. Lakini sijui kama naweza kumpoteza baba yangu pia. Kimya kilitawala. Lakini mioyo yao haikunyamaza. Ilikuwa ni kimya cha maumivu ya mapenzi yaliyobanwa kati ya heshima ya familia na tamaa ya moyo. Maria alikuwa amerudi nyumbani, lakini si kwa hiari yake. Baada ya kukutana na Selemani, aliporudi kwao usiku huo, baba yake tayari alikuwa amemsubiri sebuleni akiwa na uso wa hasira, gazeti mkononi na simu mezani. Baba, kwa ukali, umerudi salama? Natumai hukusahau kufuatilia ule upuuzi wako na yule dereva. Maria hakujibu. Alijua majibu yoyote yangekuwa mafuta kwenye moto. Aliingia chumbani kimya kimya na kujifungia. Simu yake ikachukuliwa. Milango ikafungwa. Akaanza siku za kifungo kisicho rasmi. Kwa wiki nzima hakuwa na mawasiliano na Selemani. Wakati huo, Selemani alikuwa akihangaika, akijaribu kumpata bila mafanikio. Aliamka kila asubuhi akiwa na matumaini ya ujumbe, hata wa herufi moja. Lakini hakukuwa na kitu. Wakati huo huo, mama yake Maria, ambaye muda mwingi alikuwa kimya, alianza kumtazama binti yake kwa jicho tofauti. Aliona namna ambavyo Maria alivyokuwa anakonda, akilia usiku na kukosa hamu ya kula. Siku moja jioni, alipomfuata binti yake chumbani na kumuuliza, Mama, Maria, unampenda kweli yule kijana? Maria, kwa sauti ya msononeko, mama, sijawahi kumpenda mtu kama yeye. Sio kwa sababu ana pesa. Sio kwa sababu ana mwonekano. Ni kwa sababu aliniona wakati kila mtu alinikwepa. Alinisikiliza wakati kila mtu aliniziba. Mama yake alikaa kimya, machozi yakimtoka polepole. Alimkumbatia binti yake na kusema, basi mama, mama yuko upande wako. Siku ya Jumamosi jioni, Selemani akiwa anasafisha bodaboda yake, alipokea ujumbe wa WhatsApp kutoka namba isiyojulikana. Selemani, nakuomba tukutane kesho saa 4 asubuhi kwenye bustani ya kijiji Lounge. Nina ujumbe kutoka kwa Maria. Moyo wake ulirukaruka kwa furaha. Hakuamini kama mwanga mdogo umeanza kuingia tena kwenye giza la upweke. Alipofika bustanini kesho yake, alimkuta mama yake Maria.
Alikuwa amevaa mavazi ya kawaida yasiyo ya kifahari. Alimtazama Selemani kwa muda kisha akasema, Mama, wewe ni kijana wa tofauti. Sijui kama utakuja kumuumiza mwanangu, lakini najua moyo wake uko mikononi mwako. Tafuta njia ya kuwa na maisha imara, maana baba yake hatakubali kirahisi. Selemani alijibu kwa sauti ya ujasiri, nitajenga maisha yenye msingi. Sio kwa sababu ya ushindani, bali kwa sababu nampenda Maria. Na nataka kumthibitishia dunia kwamba mapenzi ya kweli hayaangalii viwango. Baada ya kuonana na mama yake Maria, Selemani alianza kuchukua hatua. Hakutaka tu kuonekana kuwa kijana wa kuchukua binti wa waziri bila mwelekeo. Alianza kufanya kazi kwa bidii zaidi, akiamka mapema, akifanya safari nyingi zaidi kwa bodaboda na kuanza kuweka akiba kidogo kidogo. Usiku mmoja akiwa anakagua mafuta ya bodaboda yake, rafiki yake Juma alimkuta akiwa anatafakari peke yake. Juma, bro, umebadilika siku hizi. Umekuwa kimya sana. Selemani, muda wa kupiga stori umepita, Juma. Sasa nataka kubadilisha maisha yangu. Wakati huo huo, Maria aliendelea kuwa kifungoni nyumbani kwao. Ila mara kadhaa mama yake alimpa simu ya siri kuweza kuwasiliana na Selemani. Mazungumzo yao yalikuwa mafupi, ya haraka, lakini yenye matumaini. Mara baada ya kukusanya kiasi fulani cha fedha, Selemani alikwenda kwa mjomba wake ambaye alikuwa na kampuni ya mizigo. Akamwomba amfundishe kazi ya usafirishaji wa mizigo kwa pikipiki kubwa, cargo bike. Selemani: najua hii ni ngumu kuliko bodaboda ya abiria. Lakini nataka kujifunza. Nataka kufanya kitu zaidi ya kusafirisha watu. Mjomba wake aliguswa na ujasiri wa kijana huyo. Alimpa nafasi ya kuwa msaidizi kwenye safari za mizigo. Ndani ya miezi mitatu, Selemani alikuwa amezoea kazi. Alikuwa mchapakazi na polepole alianza kujulikana kama kijana wa kuaminika kwenye usafirishaji wa mizigo midogo midogo. Jina lake likaanza kusikika mtaani. Kijana wa courier aliyekuwa akihakikisha mzigo unafika kwa wakati, iwe mvua au jua. Alichukua mkopo mdogo kutoka kwenye kikundi cha vijana wajasiriamali na kununua cargo bike yake mwenyewe. Akaipa jina Selefast Courier. Maria alipomsikia Selemani akizungumza naye kupitia simu ya mama yake. Maria, kwa sauti ya furaha, sikujua kama moyo wako unaweza kuvumilia yote haya. Asante Sele kwa kunipigania. Selemani, na bado sijamaliza Maria. Ndoto yangu ni kukuoa. Si kwa sababu tu nakupenda, bali kwa sababu wewe ndio zawadi ya maisha yangu. Lakini wakati Selemani akielekea kupaa juu, upande mwingine wa mtaa hali si shwari. Baba yake Maria alianza kupokea simu kutoka kwa watu aliowahi kuwadhulumu biashara zao. Walianza kumtishia, wakimhusisha kwenye sakata la kifisadi ambalo halikuwa limepata suluhisho. Habari hizo zilianza kuenea hata kwenye vyombo vya habari. Ghafla, heshima yake ilianza kushuka na familia ikaanza kuyumba kiuchumi. Maria alishuhudia kwa macho jinsi baba yake alivyokuwa anakumbwa na presha. Siku moja alimwambia mama yake, Maria, pengine sasa ataelewa kuwa maisha hayawezi kupangwa kwa fedha pekee. Siku moja, akiwa kwenye duka la vipuri vya pikipiki, Selemani alipokea simu ya kushangaza kutoka kwa mama yake Maria. Mama, Sele, baba yake Maria anataka kukuona. Anasema kama kweli unajiamini, mwendee nyumbani kesho saa 3 asubuhi. Simu ilikatika kabla hata hajajibu. Selemani alishikwa na mshtuko. Alijua huu ulikuwa mtihani mkubwa wa maisha yake. Usiku huo hakuweza kulala vizuri. Alikuwa anazungumza na moyo wake mwenyewe, akiwaza kila aina ya maswali. Nitamwambia nini? Nitavumilia kejeli zake? Je, atanikubali kweli au atanifedhehesha mbele ya familia? Lakini usiku huo huo, Maria alimwandikia ujumbe mfupi kupitia simu ya mama yake. Maria, usijitete. Kuwa wewe. Baba anakujua zaidi ya unavyodhani. Anaogopa tu kunikosa.
Maneno hayo yalimtia ujasiri. Alivaa shati jeupe alilopewa na Maria enzi za mwanzo wa mapenzi yao, na suruali nadhifu aliyoinunua baada ya miezi mitatu ya kazi ya Korea. Nyumbani kwa waziri. Alipofika nyumbani kwao Maria, walinzi walimsindikiza hadi sebule kubwa yenye fanicha za kifahari. Hapo alimkuta baba wa Maria, waziri mstaafu Mzee Gideon, ameketi kitako akiwa ameshika kijitabu cha dini. Mzee Gideon kwa sauti nzito, hivi wewe ndiye yule kijana wa bodaboda aliyemvuta binti yangu kwenye maisha ya vumbi na mafuta? Selemani alitulia, akasimama wima. Selemani, ndiyo mimi, mheshimiwa. Lakini sasa si dereva wa abiria tena. Nimeanzisha biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa pikipiki. Naitwa Selefast Korea. Na bado naendelea kupambana. Mzee Gideon kwa kejeli, biashara ya mizigo. Na unafikiri hiyo inatosha kumuoa binti yangu? Umeshawahi hata kupanda ndege, kijana? Selemani alitabasamu kwa heshima. Selemani, sijawahi kupanda ndege. Lakini nimepanda ndoto. Na kila siku nazidi kupaa kwa juhudi, heshima na upendo wa kweli. Kimya kikatawala chumba. Mzee Gideon alimkodolea macho. Kwa mara ya kwanza hakumwona Selemani kama dereva tu wa bodaboda. Aliona kitu kingine, mtu anayekataa kukata tamaa. Mzee Gideon, sawa. Nitaweka masharti. Na ukishindwa usimkaribie mwanangu tena. Selemani, nipo tayari, mheshimiwa. Start la kwanza. Pata kibali cha leseni ya biashara rasmi kutoka TRA ndani ya siku 14. Vinginevyo umepoteza nafasi yako. Selemani alitoka nje akiwa na presha, lakini moyo wake haukuwa na woga, ulikuwa na hamasa mpya. Alijua huu ni mwanzo wa mapambano ya maisha. Selemani alianza mbio za kutafuta leseni ya biashara. Siku ya pili baada ya kukutana na baba wa Maria, alifika kwenye ofisi ya TRA na kuanza mchakato wa kupata TIN number na kusajili jina la biashara yake, Selefast Courier Service. Lakini kama kawaida ya mfumo, mambo hayakuwa mepesi. Aliombwa nyaraka mbalimbali pamoja na ushahidi wa makazi, picha za ofisi na ada kadhaa ambazo kwa mtu wa kipato cha kawaida zilikuwa mzigo mkubwa. Msaada usiotarajiwa. Akiwa amekata tamaa na kukaa kwenye benchi nje ya ofisi za manispaa, kijana mmoja alimkaribia. Alikuwa amevaa suti nadhifu, lakini alionekana mnyenyekevu. Kijana, wewe ni Selemani, si ndio? Yule kijana wa bodaboda ambaye watu wanasema umebadilika. Selemani, ndio kaka, ila naona mfumo hautaki mtu wa chini apande juu. Kijana alitabasamu. Kijana, mimi naitwa Sadiki, nipo kwenye taasisi ya vijana wajasiriamali. Tuna mradi wa kusaidia vijana kama wewe kupata usaidizi wa kisheria na usajili wa biashara. Ukikubali, tutasimamia mchakato bila kukuibia. Huo ulikuwa mwanga mpya kwa Selemani. Alikubali bila kusita, na wiki moja baadaye alikuwa na leseni halali ya biashara, namba ya mlipa kodi, TIN, na hata alipewa stika ya kuonyesha kwenye pikipiki yake. Wakati huo huo, Maria alikuwa bado chini ya uangalizi mkali wa baba yake. Hata hivyo, mama yake aliendelea kuwa daraja kati yao. Kila hatua aliyopiga Selemani, mama alikuwa akimpa taarifa Maria kwa siri. Maria, naona Mungu anajibu maombi yetu. Lakini naogopa, baba anaweza kupanga jambo baya ili akukatishe tamaa. Selemani, asijali. Naogopa Mungu peke yake, si mtu. Sitakubali upendo wetu ukatike kwa sababu ya chuki ya mtu mmoja. Kwa upande wa Mzee Gideon, habari kuwa Selemani amepata leseni zilimshangaza. Alifikiri atashindwa. Kwa hasira, akapanga mkutano wa siri na kijana mmoja wa zamani aliyewahi kutoka na Maria kabla ya Selemani, Kennedy. Mzee Gideon, nataka umvunjie heshima yule kijana hadharani. Mkomeshe. Nataka Maria aone kuwa alifanya kosa. Kennedy alikuwa tayari kwa chochote. Alimchukia Selemani, si kwa sababu ya mapenzi ya zamani, bali kwa sababu alionekana kushinda katika jambo ambalo wengi walidhani haliwezekani.
Wakati Selemani akiwa hajui kinachoendelea nyuma ya pazia, alialikwa kwenye tamasha la vijana wajasiriamali kama mgeni wa heshima. Akiwa amevaa suti ya pili aliyowahi kumiliki, alipanda jukwaani na kusimulia safari yake. Selemani kwenye jukwaa. Nilianza kama dereva wa bodaboda, nikafikiri mapenzi hayawezi kuwa ya kweli kwa watu wa kawaida, lakini nikajifunza kuwa ukijiamini, ukapenda kwa moyo wa kweli na ukakubali kubadilika, hakuna linaloshindikana. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja kupitia mitandao. Na bila kujua, Maria alikuwa anaitazama kwa kificho kupitia simu ya mama yake. Aliangua kilio cha furaha. Wiki moja baada ya hotuba ya Selemani kusambaa mitandaoni, Kennedy alianza mpango wa kumchafua. Aliunda akaunti feki kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kusambaza picha za zamani za Selemani akiwa kwenye maisha ya uchochole, akiwa amechakaa, akinywa soda kwa chupa moja ya plastiki, na nyingine akiwa anazunguka na wasichana wawili waliowahi kuwa marafiki wa mtaa. Chini ya picha zile, Kennedy aliandika, "Huyu ndiye unayemsifu sasa. Mpenzi wa Maria." Alikuwa tapeli wa mapenzi mtaani. Mchana huo huo, picha hizo zilianza kuenea kama moto wa kifuu mitandaoni. Baadhi ya watu walizitilia shaka, lakini wengi waliamini. Selemani alikuwa kazini wakati alipokea ujumbe kutoka kwa rafiki yake Juma. "Juma, bro. Mitandao imewaka. Wamepost picha zako mbaya, wanakuita tapeli." Selemani alishtuka. Alipoingia mtandaoni, moyo wake uliumia. Komenti nyingi zilikuwa na matusi, kejeli na dharau. Bila aibu. "Ndiyo huyo mnaona anafaa kuwa shemeji wa waziri. Maskini Maria alitapeliwa na bodaboda. Ni bora awe na Kennedy kuliko huyu jamaa wa mitaani." Kwa mara ya kwanza, Selemani alijiona mnyonge. Aliingia nyumbani, akazima simu, akajifungia chumbani na kukaa kimya. Maria alipoyaona yaliyoenea mitandaoni, aliumia. Lakini tofauti na matarajio ya baba yake au Kennedy, hakuvunjika moyo. Akamwandikia Selemani ujumbe kupitia simu ya mama yake. "Maria, nilikuona ukipambana toka mwanzo. Niliona machozi yako, jasho lako na moyo wako. Hizo picha hazibadilishi ukweli. Kama watakuangusha, nitakuinua." Maneno hayo yalimpigisha Selemani nguvu mpya. Akajikumbusha kuwa kila mtu ana historia, lakini si historia yake inayomdefine, bali uamuzi wake wa sasa. Siku 2 baadaye, Selemani aliamua kutoa maelezo hadharani. Alirekodi video akieleza wazi. "Ndiyo, hizo picha ni za kweli. Zimepigwa miaka 3 iliyopita. Nilikuwa mtaani, sina aibu ya maisha yangu. Nimepitia dhiki, nimetukanwa, nimeanguka, lakini sikukata tamaa. Leo hii nimejijenga kwa halali. Na kama hicho ndicho kinawakera, basi msipoona dhamani yangu leo, huenda mkaniona kesho." Video hiyo ilisambaa kwa kasi ile ile kama picha zile feki. Watu walimpongeza kwa ujasiri. Walimtetea. Walimrudishia heshima yake. Mzee Gideon aliketi sebuleni akiangalia video ya Selemani. Kwa mara ya kwanza, machozi yalionekana kwenye kona ya jicho lake. Mzee Gideon kimoyomoyo. Yule kijana ana kitu ambacho Kennedy hana, ni moyo wa kweli. Aliinuka kimya kimya, akaenda chumbani kwa Maria. Akakuta akiwa anaandika kwenye daftari. "Mzee Gideon, Maria, ungependa kuonana na Selemani." Maria alimtazama baba yake, macho yake yakiwa na mshangao. "Maria, unamaanisha?" "Mzee Gideon, naam, nataka tuone kama kweli huyo kijana ni mwanaume wa kweli. Sitamzuia tena." Siku iliyofuata, Selemani alipokea simu kutoka kwa namba ya Mama Maria. "Mama Maria," kwa sauti ya upole. "Selemani, Baba Maria anataka kukutana na wewe uso kwa uso leo saa 10 jioni nyumbani." Selemani alikaa kimya sekunde kadhaa kabla ya kujibu. Alijua huu ni muda wa hatima. Alivaa shati lake la bluu alilolinunua kwa pesa ya kwanza aliyoipata baada ya kusajili biashara yake. Kabla ya kutoka, alisimama mbele ya kioo akajinong'oneza,
Selemani, leo ndiyo siku ya ukweli. Ukikataliwa, ubaki na heshima yako. Ukikubalika, usibweteke. Alipofika, alikaribishwa ndani na Maria mwenyewe. Walipoangaliana, ilikuwa kama dunia imesimama. Macho yao yalizungumza zaidi ya maneno. Maria, karibu Sele, baba yupo sebuleni anakusubiri. Selemani alitembea kwa heshima, akaketi pale aliponyoshewa mkono. Mzee Gideon alimtazama kwa dakika kadhaa kabla ya kuzungumza. Mzee Gideon, niliwahi kusema sitaki dereva wa bodaboda awe karibu na binti yangu. Leo mbele yangu kuna kijana aliyekuwa dereva, lakini sasa ni mfano wa vijana walioamka. Umenishangaza. Naomba unisamehe kwa nilichokufanyia. Selemani alishindwa kuzuia machozi. Hakuwahi kufikiria siku kama hiyo ingeweza kufika. Selemani, asante sana mheshimiwa. Nilichotaka si pesa zenu, bali heshima na nafasi ya kupendwa kwa haki. Mzee Gideon alitabasamu kidogo, kisha akasema, umeipata. Lakini bado nina masharti. Mzee Gideon, Maria ni damu yangu. Kama kweli unataka kumchumbia, nataka uendelee na mpango wako wa biashara, uongeze hata wafanyakazi 2, na baada ya miezi 6 urudi hapa kama mwanamume anayeweza kujenga familia. Selemani alikubali mara moja. Hilo halikuwa sharti bali changamoto aliyokuwa tayari kuikubali. Selemani, miezi 6 itakuwa ya kazi. Lakini nitaonyesha kuwa mapenzi ya kweli hayaishi kwa maneno, bali kwa vitendo. Maria alimtazama Sele kwa macho yenye upendo, akaelewa kuwa mapambano bado hayajaisha, bali yameingia kwenye hatua ya mwisho. Wakati huo, Kennedy hakufurahia habari hizo. Alipoambiwa kuwa Selemani amekubaliwa, alifunga safari hadi kwa rafiki yake anayeishi Morogoro. Kennedy, hili halitaisha hivi. Nitafanya kitu kitakachowashangaza. Lazima Selemani apotee kwenye ramani. Alikuwa tayari kutumia pesa, ushawishi na hata uongo ili kuhakikisha Selemani anatoweka. Siku zilivyosonga mbele, Selemani alianza kupanua biashara yake. Kutoka bodaboda 1 hadi 3, kisha akafungua sehemu ya kuuza vipuri vya pikipiki pembeni ya ofisi ya umoja wa waendesha bodaboda. Aliajiri vijana 2 waliokuwa wamekata tamaa mitaani. Akawafundisha nidhamu, kuwapa matumaini na kuwafanya waheshimike. Mitandao ikaanza kuzungumza. Dereva wa zamani sasa ni mjasiriamali. Binti wa waziri yuko na kijana wa mitaani, mapenzi si hela. Maria aliendelea kuwa karibu naye. Wakiwa na ahadi ya miezi 6, walikuwa wakionana kwa ratiba ya kila mwisho wa wiki, huku wakisaidiana kupanga mipango ya maisha. Kennedy alipogundua kuwa Selemani si wa kubezwa tena, aliwaita marafiki zake 2 wa zamani, mmoja akiwa mhariri wa blogu maarufu. Kennedy, nataka stori kali ya kumchafua. Tutumie kila kitu, hata kama ni uongo, bora watu waamini. Rafiki yake, lakini bro, Selemani anapendwa. Ukienda kinyume, unaweza kuonekana mchafu wewe. Kennedy kwa hasira, sijali. Sitaki kumwona akiwa juu kuliko mimi. Mpango ukaanza. Walichimba taarifa za familia ya Selemani, wakapata kuwa baba yake aliwahi kufungwa kwa kosa la kuiba pesa kazini miaka mingi iliyopita. Kennedy, hilo ndilo bomu langu. Nitalilipua muda sahihi ukifika. Wiki ya 5, Selemani alipokuwa anatoka kazini, alisimamishwa na watu 2 waliodai kuwa ni askari wa usalama wa taifa. Walimwonyesha vitambulisho bandia na kumwambia, tunataka uje kituoni utoe maelezo kuhusu baba yako. Alishtuka. Hakuwa amejiandaa kwa jambo kama hilo. Walimwingiza kwenye gari nyeusi ya giza, wakaondoka naye kuelekea mahali pasipoeleweka. Maria alipigiwa simu na Juma usiku huo. Juma, Maria, Selemani ametekwa. Hakurudi nyumbani na mashuhuda waliona akiwa amebebwa kwenye gari isiyo na namba. Maria alianguka chini akilia kwa uchungu. Mama yake akamkumbatia.
Maria: hii ni kazi ya Kennedy. Nina uhakika Mama: tulia mwanangu, tutaenda polisi, tutaomba msaada. Hatuwezi kumwachia mnyama ameze mwenye haki. Katika chumba cheusi, Selemani alipigwa picha, akaulizwa maswali ya kashfa, akaambiwa asikose kusema ndio. Mteka: wewe ni mtoto wa mwizi wa mali ya serikali. Na wewe umefuata nyayo zake, sivyo? Selemani kwa sauti dhaifu: mimi siyo baba yangu. Mimi ni mimi. Na sijawahi kudhulumu mtu. Mteka: hiyo siyo hoja. Tunataka ujidhalilishe mwenyewe hadharani, la sivyo tutakuumiza zaidi. Lakini Selemani hakukubali. Alijua heshima yake ni kila kitu alichonacho. Giza lilitanda ndani ya chumba ambacho Selemani alifungiwa. Hakujua ni saa ngapi wala ni wapi alipo. Lakini akili yake ilibaki imara. Kila aliyeingia kumhoji alimkuta akiwa mkimya, ila macho yake yakizungumza kwa ujasiri. Mtekaji mmoja akiwa amekasirika: mbona hutetereka kijana? Hujui kuwa tunaweza kukufuta duniani? Selemani kwa sauti ya utulivu: kama ni mapenzi yananifanya niwe hapa, basi najua ni mapenzi pia yatakayonitoa. Hamuwezi kufuta ukweli. Wakati huo huo, Maria alienda moja kwa moja kwa baba yake, Waziri Gideon, akiwa na macho mekundu kwa kilio. Maria: baba, mtu aliyenipenda kwa dhati ametekwa. Hii siyo siasa tena, hii ni maisha yangu. Mzee Gideon aliinamisha kichwa. Alikuwa amesikia minong'ono ya tukio hilo, na moyoni alikuwa tayari anahisi kuwa Kennedy anahusika. Waziri Gideon: Maria, na kuahidi, kama kweli Selemani hajafanya kosa la kisheria, nitahakikisha anarudi salama. Siku hiyo hiyo, waziri aliwasiliana na mkuu wa usalama wa taifa. Walifanya operesheni ya haraka na baada ya saa 3, walivamia nyumba ya kificho pembezoni mwa jiji la Dodoma. Milio ya risasi ilisikika, watu wakatawanyika, na Selemani alikutwa akiwa amedhoofika lakini hai. Afisa usalama: tuko pamoja na wewe Selemani. Umeonyesha ujasiri wa kweli. Baada ya uchunguzi, ilibainika Kennedy alikuwa amehusika moja kwa moja na mpango huo. Alikamatwa na kushtakiwa kwa jaribio la utekaji, kashfa, na kutumia vibaya ushawishi wake. Mahakama ilitoa hukumu ya kifungo cha miaka 8 jela kwa Kennedy, huku habari hiyo ikienea nchi nzima. Watu mitandaoni: mapenzi ya kweli hayawezi kuzimwa na pesa. Salute kwa Selemani, kijana wa mtaa aliyeshinda siasa za kifisadi. Baada ya miezi 6 kama walivyokubaliana, Selemani alirudi nyumbani kwa Waziri Gideon. Safari hii hakuwa peke yake, aliambatana na vijana wake wa biashara, akaonyesha makabrasha ya mafanikio, akazungumza kwa ujasiri kama mwanaume aliye tayari kujenga. Mzee Gideon: kama kuna mwanaume wa kumkabidhi binti yangu ibasi ni wewe Selemani. Wikendi iliyofuata harusi ilifungwa rasmi. Maria na Selemani walifunga ndoa iliyoshuhudiwa na watu wengi, kutoka mitaani hadi viongozi. Na pale waliposimama kuapishana, Maria alilia kwa furaha huku akisema, Maria, hili ndilo penzi la kweli. Penzi lililoishi mitihani lakini likashinda kwa msimamo. Miezi miwili baada ya harusi yao, Selemani na Maria walihamia kwenye nyumba ndogo walioijenga kwa mapato halali ya biashara yao. Ingawa haikuwa ya kifahari kama makazi ya kwao Maria, ilikuwa na kitu ambacho Maria alikikosa miaka yote, amani na mapenzi ya kweli. Maria: ni nyumba hii ndogo inayojaza moyo wangu kuliko kasri la kwa baba. Asante kwa kunipa dunia hii mpya, Sele. Selemani alianzisha kituo kidogo cha mafunzo ya kazi kwa vijana waliokuwa waendesha bodaboda, watembeza bidhaa na hata waliopitia maisha magumu. Aliwafundisha stadi kama ufundi wa pikipiki, ujasiriamali na maadili ya kazi. Alisema wazi, Selemani, kwenye mkutano wa uzinduzi, kama nilibadilisha maisha yangu kutoka dereva hadi mjasiriamali, basi kila kijana anaweza. Tunahitaji mtu mmoja tu kuamini.
Waziri Gideon alihudhuria uzinduzi wa kituo hicho na kwa mara ya kwanza alimkumbatia Selemani mbele ya umati. Waziri: leo ninamuita Selemani si mkwe tu, bali mwanangu wa pili. Hili ni somo kwa sisi viongozi, tusihukumu vijana kwa hali yao ya sasa bali kwa ndoto zao. Umati ulilipuka kwa makofi na vigelegele. Wengine walilia kwa hisia. Baada ya miaka kadhaa, Kennedy aliachiwa kwa msamaha maalum wa rais. Lakini hakurudi kwenye majivuno. Alitulia, akaomba msamaha kwa Selemani na Maria. Kennedy akiwa mnyenyekevu: niliwahi kuwa na pesa, lakini hamna kitu kinacholipa kama heshima na amani. Samahani. Na Selemani kwa moyo wa utu: Selemani, tumekuja duniani kusaidiana, si kupigana. Karibu kwenye familia ya mabadiliko. Maria alipata ujauzito wa mtoto wao wa kwanza. Wakati huo, Selemani alikuwa ameajiri vijana zaidi ya 15. Aliendesha programu ya kusaidia wajane na yatima kwa mapato ya kila mwezi. Na waliposimama kuangalia jua likizama nje ya nyumba yao, Maria akasema, Maria, mapenzi yako ni kama safari ya bodaboda, kuna milima na mabonde, lakini mwisho wake ni safari ya kukumbukwa. Selemani alitabasamu, akamshika mkono na kumwambia, Selemani, tulikutana kama ajali, lakini tukapendana kwa hiari, tukapigania kwa ujasiri, na sasa tunaishi kwa rehema. Tamati ya msimu wa pili. Mapenzi ya dereva wa bodaboda si tu simulizi ya mapenzi, ni hadithi ya mabadiliko, ushindi dhidi ya dharau, na uthibitisho kwamba upendo wa kweli hauangalii hadhi bali moyo.